matangazo yetu ya Morning Trumpet kwa ziara ambazo zimekuwa zikifanyika hivi karibuni kwenye nchi za mashariki. Nchi za mashariki tunamaanisha nchi ambazo zimekuwa zikikumbatia mkondo wa kikomunisti, zikikumbatia ujamaa zaidi, namaanisha mataifa kama vile Urusi, China, Korea Kaskazini, Kuba na kadhalika. Nchi hizi zimekuwa zikipokea wageni kwa siku kadhaa zilizopita. Kwa mfano, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alifanya ziara yake nchini Urusi, ikiwa ni mara ya pili ama ni rais wa pili kutoka nchini Tanzania, na ni kwa kipindi cha zaidi ya miaka 50 tangu rais wa mwisho kutoka Tanzania alipofanya ziara nchini Urusi. Lakini Kim Jong-un, rais wa Korea Kaskazini, amekutana na Xi Jinping wa China, na mataifa haya pia yamekuwa yakialika na kukaribisha wageni kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika na duniani kwa ujumla, wakati ambapo Magharibi inaonekana kwa namna moja ama nyingine ikifunga milango yake ya ushirikiano na mataifa ya Afrika na mataifa mengine duniani. Na ushahidi wa hilo ni hatua za Marekani, kwa mfano za hivi karibuni, za kupunguza vituo vya kutolea visa barani Afrika, lakini pia kuondoa misaada kwa nchi za Afrika na mambo mengine kama hayo, lakini pia kujielekeza zaidi kwenye kuimarisha masuala ya ndani zaidi kuliko masuala ya kimataifa. Je, hili litafanya nguvu ya mashariki kuongezeka na kudhoofisha nguvu ya magharibi? Hebu tulitazame hili tukiwa na wachambuzi wetu hapa. Tunaye Pathenus Niyagira, mchambuzi wa siasa na diplomasia. Karibu sana Niyagira. Asante sana. Na kwa njia ya mtandao kule nchini Uganda tunaye Nasoro Kitunda, mchambuzi wa masuala ya siasa. Kitunda, karibu sana. Asante sana. Tuanzie hapa studioni. Niyagira, unaonaje ushawishi na nguvu ya mashariki kwa miaka hivi karibuni? Asante sana kwanza kwa kunialika. Niseme kwanza nguvu ya mashariki imeanza kubadilika na kuwa kubwa kwa miaka ya karibuni, na hili ni jambo la kihistoria sana, na swala neno mashariki linatakiwa kueleweka vizuri, kwa sababu mwanzo lilikuwa linatumika na maono ya magharibi ya kijiografia kwamba mashariki ni kule ambako jua linaishia na jua linakoanzia ni inakuwa hivyo. Lakini baada ya vita ya pili ya dunia ikagawanyika mara mbili. Kwa hiyo upande ambao unafuata sera za kibeberu, yani manake unafuata soko huria, unafuata mfumo wa vyama vingi, lakini vile vile na shirikisho la kijeshi litwalo NATO. Hiyo ilitokana na kwamba miaka ya zamani 1917 ikaenda 1922 waliunda shirikisho la nchi za Soviet. Sasa Soviet wakawa wanafuata utaratibu ambao unalenga katika uchumi unaoodhiwa na serikali, yani command economy. Lakini vile vile wakawa wanafuata mfumo ambao wa kisocialist. Sasa mambo hayo mawili yalitengeneza kuta mbili kati ya magharibi ambao ndo walikuwa Ulaya pamoja, nchi za magharibi za Ulaya pamoja na Marekani. Alafu upande wa pili ukawa ni upande huu wa nchi za mashariki ya Ulaya pamoja na nchi zingine hizi ambazo zinafuata mkondo wa Kisoviet. Kwa hiyo neno likaanza kutumika hivyo. Kwa hiyo kisiasa lilianza kupata nguvu kutoka kwenye jiografia kuja kwenye ushindani wa itikadi na ideolojia ya kiuchumi na kisiasa. Okay. Baada ya kuvunjika kwa Soviet, neno hilo limebadilika pia. Halitumiki tena kwa maana ya kwamba ni itikadi ya kijamaa, itikadi ya mlengo huo. Sasa hivi linatumika kama nchi ambazo zinaibuka kiuchumi, kuwa na ushawishi wa kiuchumi, kisiasa, kidiplomasia na kiteknolojia, ukilinganisha na mataifa ambayo yamekuwepo ya magharibi ambayo yalikisha kuwa kiuchumi, tukianza na Marekani na mataifa mengine. Kwa hiyo ukija kwenye swali lako, baada ya kuelewa linavyotumika kwa sasa duniani, kwa hiyo kumbe hata nchi zingine ambazo haziko kwenye mlengo, haziko kwenye mashariki kama jiografia inavyoonyesha, bado zinawekwa kwenye kapla kwamba ni nchi ambazo zinakuwa kiuchumi na wazita za mashariki. Na kwa maana hiyo basi nguvu ya kwanza, ushawishi wake unatokana na mambo nadhani kama mawili au matatu ya kimsingi na ya kihistoria. La kwanza, nchi nyingi za mashariki zimepitia katika misukosuko ya fedhea na kutawaliwa na mataifa mengine, japo si nchi zote. Ukiangalia kwa mfano Urusi haikuwahi kutawaliwa na ni nchi ambayo iko katika mabara mawili, bara la Asia pamoja na Ulaya. Kwa hiyo
nchi kama hiyo haikuwahi kutawaliwa. China vile vile haikuwahi kuwa na ukoloni kama unavyouona ulivyofanyika kwa nchi za Afrika, ila wamenusa kuingiliwa katika masuala yao ya kinchi na hivyo kukosa uhuru, na hivyo hilo limewafanya mataifa haya yakatengeneza mkakati ambao unawawezesha moja, kutoingilia masuala ya mataifa na kupigania uhuru wa mataifa hayo, kwamba sisi tusimamie uhuru wetu, lakini vile vile tusiingilie uhuru wa mataifa mengine kwa sababu uliwaachia makovu. Kwa hiyo hilo ndilo ambalo limewafanya waanze kuonekana katika dunia, hasa mataifa ya Afrika, kwamba mataifa haya ni mataifa mazuri ambayo yanaweza tukashirikiana nao kiuchumi. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, wamejikita katika tunasema diplomasia ya maendeleo. Hawako kwenye diplomasia ya masharti, kwamba tunakupeni mikopo kwa masharti kadhaa, ambayo ni masharti ya kuhakikisha kwamba tamaduni zako na tabia zako zinaingiliwa. Kwa hiyo wao wamejitoa katika kuingilia masuala binafsi ya ndani katika mataifa haya. Na ukiangalia kwa mfano yanayojitokeza katika ukanda wa Afrika, hata kama yana ukiukwaji wa haki msingi za binadamu, mataifa ya mashariki au mataifa yale ambayo yanakuwa kiuchumi hayasemi maneno mengi sana kama unalinganisha na mataifa ya magharibi. Na hivyo basi ukiangalia hizo nguvu mbili zinaipa ushahidi kwamba inaweza ikaongeza nguvu yake katika ushiriki na katika ushawishi kwa mataifa ya Afrika ukilinganisha na mataifa haya ya magharibi. Kwa sababu mataifa ya magharibi tunawaona au wanaonekana kama maadui, wanaonekana ni watu ambao walitupeleka kwenye ukoloni, ni watu ambao wanatuingilia mifumo yetu, ni watu ambao hatutaki, ni watu ambao wanakuja kutuibia, ni watu ambao kwa namna moja au nyingine wanataka mifumo yetu isiwe mizuri. Kwa hiyo wametuachia lindi kubwa la aina hiyo. Kwa hiyo nikiliangalia kwa ujumla, hivyo ndivyo vitu ambavyo vinaangaliwa, na nafikiri nguvu yake inazidi kupanda kutokana na hilo. Lakini ya mwisho ni masuala ya kukua kiuchumi, kiteknolojia na kidiplomasia ukilinganisha na mataifa ya magharibi. Sasa hivyo mataifa haya mashariki yanaendelea kupanda kadri kila siku zinavyozidi kwenda. Lakini Kitunda Nasor, uko hapo nchini Uganda, na wewe ni wa kwetu huku Tanzania, lakini unaona uko hapo ukiendelea na shughuli zako na mambo yakiwa shwari kabisa. Nataka tuzungumze kama wa Afrika. Uko sehemu ya Afrika Mashariki hivi sasa, na taifa zima la Tanzania hapa tunaona rais wetu ameenda kwenye ziara ya kihistoria kule nchini Urusi, lakini ni baada ya miaka mingi kupita. Sasa natamani kupata kutoka kwako kwamba viongozi wetu katika bara la Afrika wanapokea vipi kupanda kwa nchi hizi za mashariki, na wako tayari kuonesha kushirikiana nao moja kwa moja, na ipi hofu yao pia kwa upande wa mataifa ya magharibi? Asante sana. Nafikiri ni swali la muhimu kwa sababu Afrika imekuwa katika ni moja ya bara ambalo kihistoria limezoofishwa hasa katika mchakato wake wa kimaendeleo na nchi za magharibi, kwa sababu sote tunajua Afrika ilivamiwa ukizungumzia mkutano wa Berlin 1884 na 85 iliamua Afrika itawaliwe na kukatakatwa vipande, na vipande hivyo ambayo Afrika imekatwa ndio imeathirika hasa kwa muda mrefu mpaka sasa tunavyoona, kwa sababu mchakato wa Afrika kuendelea kama mabara mengine ulistopishwa baada ya kuvamiwa na kukatakatwa vipande, na Afrika kutokuwa moja na kutokuwa na mustakabali katika masuala ya kiuchumi na masuala ya kimaendeleo. Kwa hiyo Afrika ni sehemu ya madhila ambayo yalifanyika hasa na ukoloni na uvamizi ambayo umetokea. Na ni sawa tuna nchi ambazo tunazungumzia sasa za mashariki ambazo kihistoria nazo zimekuwa zikitafuta mbadala namna gani ya kujinasua katika mfumo wa ubepari wa kiuchumi wa kiulimwengu ambao umekuwa ukinufaisha zaidi nchi za magharibi
katika masuala ya kiuchumi, lakini katika masuala ya kimaendeleo. Kwa Afrika inatizama kama sehemu ya mbadala, na ndio imekuwa historia hiyo ya kiulimwengu kwamba wanyonge siku zote wanatafuta namna ya kujinasua na kutafuta namna ya kupata maendeleo yao na kujinasua kutoka katika madhira ambayo yamekuwa yakitokea. Kwa Afrika inatazama ukuaji wa nchi hizi za BRICS ambazo zinazama kama nchi za mashariki ambazo zinakuwa kwa kasi. Afrika imekuwa kama sehemu ya kimbilio katika nchi hizo, kwa sababu katika nchi hizo pia imekuwa ni sehemu pia ya kupaza sauti, ni sehemu ya sauti katika hata bara la Afrika kwa wakubwa ambao wanatawala katika uchumi. Kwa sababu nakumbuka hata hayati Mugabe aliwahi kusema kwamba bara la Afrika tumekuwa tukishiriki vikao katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, tumeshiriki warsha, tunatoa maoni yetu, lakini mwisho wa siku maoni yetu yachukuliwi. Zinachukuliwa nchi tu ambazo zinakula ya veto, ndiyo maoni yake yanachukuliwa. Kwa maoni ya Afrika yamekuwa kipuuzwa katika muda mrefu. Na Afrika imekuwa kama sehemu tu ya kupokea ukilinganisha na huo uhusiano wa magharibi na mashariki, au uhusiano, dhana nyingine tunazungumzia hapa kaskazini na kusini, kwa sababu ipo dhana ya kusini na kaskazini. Kwa nchi hizi nyingi pia ambazo tunazungumzia za BRICS na bara la Afrika likiwepo, zinatizama kama nchi za kusini ambazo kihistoria zimekuwa zikipata madhira makubwa na kuzofishwa na kustopishwa mchakato wake wa kimaendeleo kama nchi ambazo, kwa sababu sote tunajua miaka ya 90, miaka ya 60 Tanzania na China zilikuwa ni sawa katika mchakato wa kimaendeleo, lakini nchi hizi zimepiga hatua kubwa sana, na hasa kutokana na sera zake za kijamaa na sera ambazo zinajali walio wengi, na kukua hasa kwa teknolojia zimefanya nchi hizi zimekuwa kwa kasi zaidi na zimeanza kutishia maendeleo na kasi ya uchumi hasa ya nchi za magharibi. Kwa hiyo Afrika inatizama kama sehemu ya mbadala, na tumeshuhudia viongozi wengi wa Kiafrika wakitupia macho katika nchi hizo. Tumeona hata Afrika Kusini ilijiunga na umoja huo wa nchi za mashariki wa BRICS kama sehemu hiyo ya kuona kwamba kuna mbadala huo, na nchi nyingi sasa hivi zimekuwa zikienda China, zimekuwa zikienda Russia kama sehemu ya kimbilio ambalo linaweza zikasaidia nchi hizi ziweze kuendelea. Na kama alivyosema mwenzangu, kutokana na kama sauti nchi hizi, lakini pia kutoa mikopo ambayo hazina masharti makubwa kama nchi za magharibi. Na nchi za BRICS zimeunda hata inaitwa benki mpya ya kimaendeleo ambayo inatoa mikopo hasa kwa nchi ambazo zimekuwa nchi ambazo zinazoendelea kama sehemu ya kuzisaidia nchi hizi. Na tumeona kwamba zimekuwa zikijenga majengo, zikijenga miundombinu mbalimbali ya reli na barabara. Ni kwa nchi nyingi za Afrika zinaona kama sehemu ya kimbilio na sehemu ya faraja, hasa katika umoja wa ulimwengu ambao hauko sawa. Na hii hata Mwalimu Nyerere alikusema kwamba uchumi wa dunia unavyofanya kazi ni sawa, upo katika ulingo, na katika ulingo huo unawashindanisha bondia wenye uzito tofauti. Kwa hiyo nchi zingi za Afrika, bara la Afrika, tumekuwa katika ulingo huu ambao muda wote hauko sawa na tumekuwa tukizofika. Lakini swali la msingi linakuja kwamba nini kilichobadilika, au ni kweli dunia inahamia katika upande wa mashariki, na nini kinachobadilika? Lakini katika muktadha wa kiuchumi, wa siasa uchumi, kinachobadilika si mfumo wa uchumi wa kibepari kwamba umebadilika, ni ushindani, katika ushindani wa nguvu wa undani wa uchumi huo. Nchi za mashariki zimekuwa zinafanikiwa zaidi katika uzalishaji wa bidhaa kwa kiasi kubwa zaidi, utengenezaji wa viwanda na bidhaa mbalimbali kwa kasi kubwa zaidi, lakini bado nchi za magharibi zimeshikilia branding, tunasema branding, na muda mwingine zinashikilia maarifa. Ndio maana pia muda mwingine bado hata upanuzi huu wa uchumi mkubwa, hasa tunaona katika nchi za mashariki, bado kuna masharti makubwa ambazo nchi za mashariki zimekuwa zikiwekewa. Unakuta viwanda vinafanyika China ama viwanda vipo India, lakini wanufaika wakubwa wa viwanda hivyo wapo katika nchi za magharibi. Kwa hiyo katika hilo makubwa. Ndio. Katika hilo unaona
ndani ya miaka 10 ijayo, unaona lugha ya diplomasia pamoja na sarafu ya biashara bado itakuwa Washington, itakuwa kule Brussels, au itakuwa huku Beijing, Moscow? Unaona wapi lugha ya diplomasia na sarafu ya biashara ndani ya miaka 10 ijayo? Ndani ya miaka 10 naona lugha ya diplomasia ikibadilika, kwa sababu swala hapo ni nani anamiliki uchumi wa kiulimwengu, na hiyo tumeiona kwamba ikitokea hasa katika nchi hizi za mashariki. Kwa lugha imekuwa ikibadilika, na si tu miaka 10 hiyo tumekuwa tukishuhudia hasa katika hivi siku za karibuni tishio la nchi hizi kuweza kujitanua zaidi kiteknolojia na kiuchumi na kimaendeleo imeleta huo mvutano na ushindani wa nchi za magharibi nazo kuona namna gani zinaweza zikatafuta namna ya kuingia katika mabara haya au nchi hizi ambazo zinazoendelea, ambazo zimekuwa tegemezi kubwa hasa katika nchi za magharibi. Kwa hiyo natizama hilo kwamba kutakuwa na mabadiliko hayo, na sasa hivi tumeshuhudia kwamba hata diplomasia yenyewe imebadilika. Zamani kulikuwa na diplomasia ya ukombozi, na hiyo zote tunajua. Sasa hivi tunazungumzia diplomasia ya uchumi. Kwa nchi hizi, hata nchi za Afrika zinatizama wapi kwenye uchumi uliokuwa nafuu ambao hauna masharti, na hiyo tumeona kwamba ukilinganisha na nchi za magharibi, nchi za mashariki zimekuwa zikitoa mikopo na kinachoitwa misaada kwa gharama nafuu ukilinganisha na nchi za magharibi, na ndiyo imekuwa kimbilio kubwa hasa la nchi hizi, na nafikiri lugha hiyo imeanza kubadilika, ingawa bado katika mfumo wa kibepari wa uchumi wa kilimwengu bado njia hizo za uchumi nchi za magharibi zimekuwa zikiendelea kuzishikilia. Na ukiangalia hapa tunazungumzia watu wa World Bank na IMF bado wamekuwa na hiyo nguvu, na namna mwingine tumeona hizo nchi ambazo za magharibi zikiwapa vikwazo nchi za mashariki katika namna bidhaa zinaweza kufanya, kwa sababu nao pia wameshikilia mfumo wa biashara wa kilimwengu. Tunazungumzia hapa WTO, ambayo mimi pia huwa na hoji, kwa sababu wakati anachaguliwa mtendaji mkuu wa shirika hili la biashara ya Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, watu walizani kama itakuwa ni mapinduzi makubwa kwa bara la Afrika katika kuleta biashara zake na fursa katika uchumi wa kilimwengu. Lakini hoja mimi nilitoa kwamba hapa swala si ngozi ya mtu, kinachoendesha biashara za uchumi wa dunia ni mfumo wa uchumi wa kibepari, na hiyo nafikiri ndio inaonekana mpaka sasa, kwa sababu bado mikataba tunaingia na nchi za magharibi, mfano kama mkataba huu wa AGOA, unaweza ukahoji kwamba ni sawa tu na ile nilosema mwanzo kwamba tupo katika ulingo wa bondia, ambao mabondia hawa wana uzito tofauti, kwamba sisi tunasaini mkataba na Marekani au mkataba na nchi za magharibi kuweza kubadilishana bidhaa, na sote tunajua kwamba bidhaa zetu zinaweza zikawa na value ndogo zaidi, thamani ndogo zaidi kulinganisha na wao kuleta huku. Kwa hiyo ni sala tu la mifumo ya uchumi wa kilimwengu ambao nafikiri ndio historia imekuwa mvutano huko hapo, na nafikiri lugha hiyo imeanza kubadilika kwa sababu nchi za mashariki nazo zimeanza kumiliki uchumi wa kidunia. Sasa kwa kumalizia pia, Niagira, unaiona wapi sasa kesho ya mashariki kwa yanayoendelea? Asante. Kesho ya mashariki bado ina mambo mengi ya kufanya kidiplomasia, lakini vile vile kiuchumi, kwa sababu ukiangalia GDP ya dunia na hasa hizi nchi za magharibi, tukianza na Marekani mfano tunaiweka kwenye huo upande, bado tunazungumzia US dola trilioni 30 na ushe. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba inayofuata ni China, tunazungumzia trilioni 20. Kwa hiyo zinazofuata hapo chini ni kuanzia 5, 4, 2, na Urusi imefuata ina 2.5 trilioni. Kwa hiyo bado kuna nguvu nyingi inahitajika kufanya, japo ndio kuna kipimo kingine kinaitwa PPP, power parity, purchasing power parity, na yenyewe inaonekana nchi ya China inaongoza kwa uzalishaji wa ndani, lakini vile vile kwa matumizi ya ndani, na hivyo kuendelea kulitunza hilo soko. Kwa hiyo waendelee kutafuta washirika, lakini vile vile ambacho wengi inatakiwa wafahamu, si kwamba mataifa yanapendana kama ambavyo tunadhani. Kila taifa lina jambo lake linatafuta kwenye mahusiano, na ukiangalia bara la Afrika, uchumi wa tuseme
resources zote, rasilimali zote za dunia, 80% kwa Afrika. Na kuanzia ndio maana walikuja kutuweka kwenye ukoloni, kwa sababu walikuwa wanatafuta vitu vya kuweza kujibu mahitaji ya chumi zao, na bado inaendelea mpaka leo. Kwa hiyo mataifa ya Afrika na yenyewe yanatakiwa kuwa na uwezo mkubwa wa kuangalia mahusiano haya yanaipeleka wapi Afrika, kwa maana ya kwamba je, katika mahusiano na taifa hili moja moja tunafaidikaje, na je tunaimarika kiteknolojia, tunaimarika kiuchumi, tunaimarika katika safu za kidiplomasia na mengineyo. Mambo hayo wasipoyaangalia vizuri bado watabaki vile vile, kwa sababu mataifa haya bado yanasimamia mahitaji ya mataifa yake. Sasa shukran sana Niegira, tunakushukuru pia Kitunda, tunakutakia majukumu mema hapo Uganda. Na hivi sasa basi tukiwa tunakamilisha hivyo, tumpishe mwenzetu Kevin Novat kwa ajili ya habari.